Lob und Dank sei unserem Gott auch für diese Gnadenstunde Sifa na shukrani zote kwa Bwana wetu vor seinem Angesicht. Nun ehe wir kwa ajili ya saa hii ya neema ambayo tunaweza kukusanyika leo mbele ya uso wake. das finden wir in Na mbele tuweze kuomba pamoja, ningetaka niweze kusoma neno moja tunalopata katika Waefeso sura 4 kwanza kwa mstari wa kwanza. bitten, dass wir aufstehen. Epheser 4 von Vers 1. Na kwa ajili ya hiyo ningeweza kuwasihi tusimame. Waefeso sura 4 kwanza kwa mstari wa kwanza. Der Gefangene im Herrn wandelt würdig. Kwa hivi basi mimi mfungwa katika Bwana ninawasihi ninyi mutembee kama inavyostahili mwito mlioitwa. Als solch, Mstari wa pili. der einander Kwa unyenyekevu wote na upole, eifrig kwa uvumilivu, mukichukuliana katika upendo. ist, Mstari wa tatu. durch das Band des Mukiangalia sana kuchunga umoja wa roho katika kifungo cha salama. ihr ja auch Mstari wa 4. auf Mwili ni mmoja na roho mmoja, kama vile vile mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. ein Gott Mstari wa 5. aller, der da ist Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja, und Mungu mmoja, naye ni Baba ya wote, aliye juu ya yote himmlischer na katika yote na ndani ya yote. Tuombe. O Gott. Baba uliye mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako na uaminifu wako, o Mungu. Uns Asante Bwana, und hingewiesen, o Gott, wie wir vor dir hintreten dürfen. kwa sababu kupitia neno lako ulituita Treten sollen, mein Gott im Himmel. na ulituonyesha namna gani tunaweza kukaribia. Herr, hilf uns allen, o Gott, Bwana wangu, wir in der Einheit des acha basi tuweze kukaribia Christus, Mungu uliye mbinguni. Nisaidie Bwana, utusaidie sisi sote o Mungu, ili tuweze kukukaribia von dir ndani ya umoja wa Roho Bwana Yesu Kristo. hast, o Gott, zubereitet Unajua kwamba tunakuangalia wewe, tunakutamani wewe zaidi na yale uliyotayarisha kwa ajili yetu. Tayarisha moyo wangu, tayarisha mioyo yetu sisi sote kwa ajili ya saa hii, ili tuweze kupokea neno lako o Bwana, ili jina lako liweze kutukuzwa na kusifiwa. Bwana, tunakuomba pia allen Landen, wo die uweze kubariki taifa lako duniani nzima, mahali pote, katika nchi zote ambao uliweza kuwaita o Mungu. Unajua kila mmoja wao dass wir dich preisen, kupitia jina zao. beten und danken. Uliwaita pia Bwana. Fanya neema ili tuweze kusifu, kuabudu na kuweza kuweka jina lako juu. Tubariki jioni hii o Mungu, utuzungumuzie o Bwana. Unizungumuzie o Bwana na unipatie nguvu ya kuweza kukubali yote unayotaka kusema Bwana. O Mungu, kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Amina. Tunakaa. Lob und Dank sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir Sifa na shukrani ziko kwa Bwana wetu kwa ajili ya heri ambayo tunaweza kuwa tena hapa in unseren Herzen Gott zu dienen, ndani ya mioyo yetu. Tunahitaji ya kuweza kutumikia Mungu, die Treue zu halten, weil er sie uns kubaki mwaminifu kwake, und ihm kwa maana yeye ni mwaminifu kwetu, na tunataka ili tuweze kuwa kwa upande wake wakati wote inawezekana, und uns allen na kwa ajili ya hiyo schenken. aweze kutupatia mimi na sisi sote Sicherlich neema. die Sache Gottes schwer auf dem Herzen. Sisi sote tuna kazi ya Mungu kwenye moyo wetu. Segensreichen Versammlung Niliweza kusikia pia akisemeka kuhusu makusanyiko yaliyobarikiwa iliyofanyika hapa, sana sana der Zustand der Gemeinde mahubiri nao ikuwa na kichwa maneno ya kwamba hali ya kanisa. gestellt und Na niweza kujiuliza swali, uns allen au ningetaka niweze kuuliza swali hiyo moja kwa kila mtu. haben wir persönlich aus dem allem gelernt. Sisi wenyewe tuliweza kujifunza nini kutoka mambo hayo yote? Bringen lassen, Tuliweza kujiacha kusolewa wapi ili tuweze kuwekwa katika njia iliyo nyororo? Predigten, die ja Mahubiri kama hayo yaliweza kutuletea nini? heute so aktuell sind, wie sie vor 20 Jahren waren. Mahubiri hayo ni ya leo kabisa, iko ya leo kama vile ilivyokuwa katika miaka 20 iliyopita, na hivyo pia neno la Mungu nalo liko la leo kama vile miaka 2000 iliyopita, hata 4000 iliyopita. Na hapo sasa tunajiuliza swali, Ausrichten konnte ni kitu gani Mungu aliyeweza kutimiza?
Ni kitu gani kilichobaki kwa yale iliyo ya kiungu, iliyo ya umilele, kwa yale inayotoka kwake, kwa yale inayoongoza kwake na inayodumu milele na milele. Na hapo tunapashwa, naamini na nawaza ya kwamba ndugu yetu wa kutoka DDR au huko DDR anaweza kuelewa hiyo pia kwa nia njema au kwa namna njema. Hataki kuweza kuwa shirika la utawa, lakini tunataka ili Mungu aweze kupata yale yanayompendeza. Na kama inaomba kukosoa, hapo sasa neno la Mungu linasema kwamba hukumu inaanza katika nyumba ya Mungu, kulingana wa Petro wa kwanza sura 4 mstari 17. Na kama tunataka tuwe nyumba ya Mungu, na hapo sasa kanisa la Mungu, kanisa sio chumba au vibambazi au viti. Kanisa ni kiungo kilicho hai na mwili wa Bwana. Kama neno la Mungu linasema ya kwamba hukumu inaanza ndani ya nyumba ya Mungu, na hivyo sasa mimi na wewe ndani yetu tunapaswa sasa kusema nini kuhusu mambo hayo? Na hapo tunapaswa kukubaliana na hiyo kwa ndani na kusema, Bwana, yale unayotaka kukosoa au kuhukumu ndani mwangu unapaswa kuhukumu. Yale unayotaka kukosoa basi uikosoe. Tunataka ili tuweze kukutumikia. Amina. Ndani hapo wazia kuhusu kichwa maneno nao husu meza ya Bwana, niliweza kupata hiyo inayolingana na hiyo katika Agano Jipya na Agano la Kale. Nilikuwa bado kuyaona mpaka leo. Paulo anaandika ndani ya Wakorinto sura 10, Wakorinto wa kwanza sura 10, akose ningeweza kusoma maneno hayo. Imeandikwa Wakorinto wa kwanza sura 10 mstari wa 20. Sivyo? Wakorinto wa kwanza sura 10 mstari wa 20 na 21. Sivyo, lakini vitu mataifa wanavyotoa wanavitolea mashetani wala si Mungu. Nami sipendi ninyi mushirikiane pamoja na mapepo au mashetani. Mstari 21. Hamuwezi kunywa kikombe cha Bwana na kikombe cha mashetani. Hamuwezi kushirikiana katika meza ya Bwana na katika meza ya mashetani au mapepo. 22. Au tunatia Bwana wivu. Sisi tuko nguvu kuliko yeye. Andiko nayofanana na hiyo iko katika Walawi sura 17 mstari wa 3. Wakati Waisraeli wangeliweza kuchinja wanyama katika kambi au nje ya kambi wakati walipokuwa wakitoa mazabihu zao. Na Bwana Mungu anasema ya kwamba si kwangu ndiyo mliweza kuitolea, mlizitoa kwa mashetani au mapepo, na hiyo iliweza kunigusa sana kwenye moyo. Unaweza kufanya mambo ambayo Mungu aliyoagiza, ambayo Mungu anashurutisha, lakini kama hauyafanyi kama vile alivyoagiza, na kama huwezi kuifanya mahali alipoweza kuiagiza na kuipangilia, na hapo sasa mambo haiwezi kufanyika kwa ajili yake. Ni hivyo nayo wasomea ndani ya Walawi sura 17. Ndiyo, mnaweza kusoma kwanza kwa mstari wa 3, lakini mimi nataka kuweza kusoma kwanza kwa mstari wa 5. Walawi 17 mstari wa 5. Ili wana wa Israeli walete zabihu zao wanazotoa shambani, walizileta kwa Bwana
kwa mlango wa hema ya kusanyiko kwa kuhani na kuzitoa kuwa sadaka za salama kwa Bwana. Mstari wa 6. Na kuhani atanyunyiza damu yake juu ya madhabahu ya Bwana kwa mlango wa hema ya kusanyiko na kwa kuteketeza mafuta yake kuwa harufu ya kupendeza Bwana. Mstari wa 7. Wala hawatatoa tena dhabihu zao kwa mbuzi dume ambao wanaofuata ili wafanye uasherati nao. Hii itakuwa amri ya milele kwao katika vizazi vyote, au katika vizazi vyao vyote. Napaswa kukubali ya kwamba katika uhakika wote nilikuwa na mashaka kuweza kukubali maneno haya kwamba watoto wa Israeli waliweza kuingia katika uasherati kwa maana au kuabudu sanamu. Kwa maana Israeli hawawezi kufuata Mungu na mashetani, lakini Israeli ilikuwa ikiamini Mungu moja. Lakini mahali pote inazungumza kuhusu kuabudu sanamu. Efraimu na Israeli walikuwa wakitenda mambo hayo huko na huko. Hapa ikisemeka tena maneno yanayosema kwamba kuabudu masanamu na hapa na huko. Na hapa tunaona ya kwamba hiyo dhabihu moja ambayo imepaswa kutolewa kwa Mungu yaliweza kutolewa kwa mashetani, lakini ilitolewa kwa imani ya kwamba ilikuwa ikitolewa kwa Mungu, na makusanyiko ya kiungu hiyo ikageuka kuwa kuabudu sanamu, na mambo yote iligeuka kuwa chini ya laana, na adui alikuwa amekuwa na mkono wake katikati ya taifa la Mungu. Na kama tunaweza kutoa funzo kutoka maneno haya, na hapo sasa ni kwamba yote ambayo tunayofanya inaweza kufanyika kwa ajili ya Mungu kama tunaweza kuifanya kulingana na maagizo alizotoa, na ingine yote haina hata thamani moja mbele ya Mungu au mbele ya macho yake, na haifanyike pia kwa ajili yake, lakini inafanyika katika kutokuamini, katika kutotii, na yote inayopanda au kwenda na hiyo. Na hapo tunaweza kwenda mpaka kwa Kaini, ambaye naye aliweza kutoa dhabihu. Alikuwa akiwaza ya kwamba anaitolea kwa Mungu, lakini Mungu hakuweza kuikubali. Na hapa Bwana anatupatia sasa neema ili tuweze kusikia neno lake katika siku hizi, na kuweza kulisikiliza na kuweza kumlisikiliza tena au kusikia neno lake tena zaidi. Na siwazi ya kwamba kuna mahali ambapo hapa duniani, mahali ambapo neno la Mungu linaweza kuletewa likiwa na wingi kama huu, kama ilivyo hapa. Tuliweza kutafsiri pia mahubiri ya ndugu Branham ya miaka 60. Ndiyo, tuliweza kuzitafsiri na tuliweza kuzisikiliza akose hata mara 2 hapa. Wengi katikati yetu hata waliweza kusikiliza hata mara 2. Tuliweza kusikia maandiko matakatifu, tuliweza kuchunguza hata neno la Mungu, lakini japokuwa yote tunaweza kujiuliza swali tukiwa na mkono kwenye moyo. Tunaweza kuuliza swali kujua kwamba ni kitu gani kilichobaki ndani yetu, na kitu gani Mungu aliweza kutimiza kwa ajili ya kila mmoja wetu. Mie yangu iko wapi? Au ni mahali gani aliweza kusulubishwa? Au ni mahali gani maisha yangu mimi mwenyewe iliweza kuwa na mwisho wake ili Kristo aweze kuishi? Na sasa ndugu Schmidt alisomea neno la Waefeso sura 4, na inasemeka kwa mstari wa 1: kwa hivi basi mimi mfungwa katika Bwana ninawasihi ninyi mtembee kama inavyostahili mwito mlioitwa. Mstari wa 2: kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mukichukuliana katika upendo.
iko namna gani kuhusu andiko kama hii? Kama shahiri hii inaweza tu ikiandikwa tu kwenye makaratasi, na kama haiwezi kuonekana ndani ya maisha yetu, na hapo sasa haina faida. Siku zilizopita niweza kuiwazia, nilifika kwa kuamua na kusema ya kwamba mtu aliye wa Mungu atapenda wote ambao waliozaliwa na Mungu. Na hiyo ndiyo maandiko matakatifu yanasema, na hivyo ndivyo yanapasha kuwa. Na kama haiko hivyo, ni kusema kuna kitu ambacho hakiendeki. Wakati Bwana aliposema ya kwamba nitaweka uadui haukukuwa katikati ya mbegu ya kiungu na mbegu ya shetani. Samani, uadui haikuwa katikati ya mbegu ya kiungu na mbegu ya kiungu, lakini uadui ilikuwa katikati ya hizo mbegu mbili tofauti. Na hiyo inakuwa pasho kuwa hiyo maandiko matakatifu yanatuambia hiyo. Yote iliyo ya Mungu inaongoza na inarudisha kwa Mungu. Inatuambatanisha na Mungu na ingine. Naweza kusoma, kama tunaweza kuendelea na kusoma hapa. Inasemeka kwenye mstari wa 3. Mukiangalia sana kuchunga umoja wa roho katika kifungo cha salama. Tunatambua ya kwamba tulipata salama pamoja na Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Na sasa kama salama hiyo ya Mungu imegeuka kuwa uhakika ndani yetu, sasa pale sasa nasi tunakuwa watoto wa salama. Amina. Niweza kusoma andiko moja juu ya maneno haya hapa sasa hivi. Andiko mahali ambapo Paulo anazungumza pia kuhusu watu ambao walioweza kumfuata au walioweza kutembea kwenye njia pamoja na hapo wakatengana. Inasemeka pia ya kwamba Mungu alituitia salama. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari 15. Kama sehemu ya wasioamini wanaweza kutengana, sasa itengane au watengane. Na katika hali hiyo, wandugu au dada, wakati mtu asiamini anaweza kutengana, ndugu na dada kama hao hafungwe. Sasa Mungu hakutuita kwa Mungu alituitia salama. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari 15. Na mahali ambapo Mungu yuko, usalama ya Mungu inapaswa kuwa pale. Na kama inaweza kufika ya kwamba hatupashi kusonga mbele au kutembea pamoja, na hapo sasa tunapashwa kusonga mbele tukitengana hata katika salama pamoja na Mungu. Na tunapashwa kuchunga hiyo salama ndani ya mioyo yetu, salama hiyo ambayo inayovuka akili yote ya mwanadamu. Akili itaweza kuleta maoni yake, itajua na itakuwa na mambo mengi ya kusema, lakini salama ya Mungu wakati sasa inatawala mioyo yetu na mawazo yetu na roho yetu, na hapo sasa baraka itaweza kumiminwa juu ya moyo huo, na haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Yote ambayo Bwana aliyotupatia inapaswa kujifunua, inapaswa kuonekana, haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Na hasa kama tunaweza kujiweka chini ya hukumu ya Mungu, sikuweza kujizuiza kuweza kuwazia ya kwamba pia sisi waamini tunaweza kose pia kushidanganya na kuweza kufanya makosa sisi kwa sisi. Niweza kuwazia pia andiko ya Agano la Kale. Niweza kuwazia Yona alikuwa mtu ambaye hakuweza kutii, na kwa sababu yake upepo au zoruba ikaweza kuanguka juu ya meli
Yona 1:4, naye alikuwa amejilalia yake, na hiyo ilikuwa haimhusu. Na moja waongoza meli wakamwamsha akasema, oh, mbona wewe mpasha kuita Mungu wako akose anaweza kusikiliza. Mstari wa 6 ya Yona 1. Na hapo Yona akaweza kusimama na akaomba, na watu wakakusanyika, wakaweza wakapiga lamuli ili waweze kujua nani aliyeweza kufanya makosa. Na hapo lamuli hiyo kangukia kwa Yona. Na hapo sasa akaweka mikono yake juu, akajiweka chini ya hukumu, akasema, mimi ni mwabudu wa Mungu aliye hai. Na kisha akasema yeye mwenyewe, akasema ya kwamba munikamate munitupe ndani ya bahari. Ilikuwa imemalizika. Alikuwa tayari, alikuwa akijua ya kwamba hiyo ndio ilikuwa njia ambayo nilikuwa nimechagua, na sio njia ambayo Mungu alikuwa amenituma ndani. Alikuwa amenituma Ninawi, na tazama mimi niko kwenye njia ikienda Tarso. Na katika wakati huo ndio mambo yote iliweza kubadilika. Niweza kujiuliza swali hili sasa. Sasa kama nasi leo tunaweza kuwa na uwezo ya kuweza kujua kwa nini zoruba zinaweza kuanguka, au kwa sababu gani upepo inaweza kutufunika, sasa kwa sababu gani adui anaweza kuweka mamlaka yake juu yetu, naamini ya kwamba sisi wote tunapaswa kukubali na tunapaswa kusema ili tena haya yasifanyike. Wangapi waliokuwa katika meli pamoja na Yona? Walikuwa wengi, lakini huko Ninawi kulikuwa 120,000 watu, 120,000. Lakini Yona alikuwa na hiyo ukubwa mbele ya macho yake. Lakini yale nataka kusema ni hii: hata mtu anaweza kuwa anashindwa na kuweza kumshika na kumtupa katika bahari, kama yeye ni mwana wa Mungu. Mungu hata katika hukumu ataweza kukumbuka neema yake, na hataweza kuacha mtu huyo akizama na kuweza kuangamia, lakini ataweza kuja kumsaidia. Amina. Hiyo inatufundisha, hiyo ndiyo maandiko matakatifu yanatufundisha. Mungu hawezi kuacha walio wake, hata kama wanafanya mambo ambayo haiko mema mbele ya macho yake. Walio wake hata namna yote wako na uwezo wa kuweza kumkaribia. Na mnajua ya kwamba Yona aliweza kulilia Bwana katika wakati huo. Mstari 14 ya Yona 1. Kwa maana mambo ilikuwa ikienda vibaya mpaka katika pande ya chini ya bahari. Lakini leo tuko hapa. Leo tunapaswa kujiuliza, namna gani Mungu ananiona? Ni kitu gani Mungu anataka kufanya? Tuliweza kupokea mafundisho ya neno la Mungu kwa kipimo ambayo tungelipashwa sisi sote kuwa baraka kwa ajili ya wengine. Kweli kuwa baraka kwa ajili ya wengine. Na kama tunaweza kuikamata kwa namna njema, inaweza pia kutufikia kwa kiwango ambayo hatuwezi kuwa tena baraka kwa wengine, na inaweza kutufikia ambayo tunaweza kugeuka kama vile laana kwa ajili ya wengine, bila hata kutambua kwamba tunapaswa kugeuka kuwa baraka au ulimwengu ambayo Mungu aliyotuweka ndani. Na kwa ajili ya hiyo tunapaswa kuwa wazi na kuweza kuomba Bwana ili aweze kutuangazia, kweli aweze kutuangazia. Na nilikuwa huko Autriche, katika hali hiyo yote niweza kuwa na mazungumzo moja, na huko kulikuwa mtu mmoja aliweza kutamka hali ambayo unaonaka haraka haraka kwa wengine. Ilikuwa imeandikwa mahali fulani kwenye karatasi, naamini hivyo. Ilikuwa imeandikwa ya kwamba kila mtu anayeona
kibanzi kwa mtu mwingine, ndani yeye mwenyewe ana boriti ndani ya jicho lake. Haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Lakini kama tunaweza kuona gisi Mungu anatuona, ni kusema kama anaweza kutuona kupitia Kristo, gisi anatuona kupitia Kristo, kupitia msamaha, kupitia ukombozi, kupitia neema, kupitia wokovu ambayo Mungu aliyotupatia. Na hapo sasa nasi hatutaweza kuhukumiana sisi kwa sisi. Na hapo sasa tutaweza kujua ya kwamba neema ya Mungu inatosha hata pia kwa ajili ya upumbavu ambayo tunaweza kufanya kwa ajili ya watu. Upumbavu inayoweza kutuzuiza kuweza kusonga mbele katika imani pamoja na Mungu, na inayotuzuiza kuweza kusonga mbele sisi wenyewe, na inayoweza kutuzuiza kuweza kusaidia wengine. Na wakati Bwana anasema kwamba watoto wa dunia hii wako na akili kuliko wana wa ufalme, tunaweza kusema amina fulani kwa ajili ya hiyo. Katikati ya wasioamini hakuna upumbavu nyingi kama iliyo katikati ya watoto wa Mungu. Hakuna kukosa adabu kama hii. Hakuna hali kama hiyo katikati ya wasioamini ambayo inaweza kulinganishwa katika hali ya huzuni iliyo katikati ya waamini. Na hiyo inaonyesha ya kwamba inafanyika kwa sababu adui anajiingiza kwa namna moja au namna nyingine. Mimi ninaamini yale ambayo neno la Mungu linasema, ni kusema ya kwamba ufalme wa Mungu siyo mambo ya kula na kunywa, lakini ni salama na furaha katika Roho Mtakatifu, kulingana wa Roma sura 14 mstari 17. Ningetaka niweze kuishi ufalme wa Mungu pamoja na yote iliyo ndani. Amina. Na naamini ya kwamba tangu wakati wa Yohana Mbatizaji ufalme wa Mungu unapiganiwa na wenye nguvu wanaingia ndani, na wakati wanapoingia ndani wanabaki huko. Kama vile nilivyosema siku ya 3 iliyopita, kama ufalme wa Mungu uko ndani yetu, na sasa nasi tuko ndani ya ufalme wa Mungu, kama kweli iko ndani yetu, na hapo sasa nasi tuko ndani ya kweli. Hiyo inakuwaka ni mazoezi ya ngambo zote pamoja na Mungu, na sio njia ya kwenda kwa namna moja au kwa njia moja, lakini siku zote ni ahadi ya yote ambayo ni ahadi ni utimilifu wa ahadi ambayo Mungu aliyotupatia. Nasi tunapaswa kujua kwamba katika hali yote tunapaswa kuonekana mbele ya uso wa Mungu, na tuweze kutambua na kuweza kuacha yote iliyo ya utoto, yote iliyo ya kimutu na ya kidunia, yote inayotoka kwa adui, ili Mungu aweze kufika kwa yale ambayo inayompendeza. Paulo anaandika kwa Galatia, mulikimbia vema, nani aliyewasimamisha au wazuiza? Wa Galatia sura 5 mstari wa 7. Sasa tunapashwa sisi sote pamoja kuomba Mungu, na kila mtu anapashwa kutafuta na kupata uhusiano umoja pamoja na Mungu, na kuweza kuyafanya mazoezi ndani ya neno ambalo tuliosoma hapa ndani ya Waefeso sura 4. Inasemeka ya kwamba mstari wa 2, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mukichukuliana katika upendo. Mstari wa 3, mukiangalia sana kuchunga umoja wa roho katika kifungo cha salama. Salama iko kama vile kifungo au kamba inayotufunga sisi sote, na hasa kama hiyo kamba inakatika na mambo yote inabomoka, yote inaporomoka. Iko kama vile mganda inayofungwa vizuri, yote inapangwa vizuri, na kama sio hivyo, ni kusema mambo yote inaporomoka. Upendo wa Mungu ndiyo kamba ya utimilifu,
kama unakata hiyo kamba ya salama, na hapo tunakuwa na nini sasa? Tunakuwa na nini sasa? Kama upendo ndiyo kamba ya salama, hapo sasa tupashwa kuwa macho ili hiyo salama ya Mungu idumu, tuweze kuilinda. Ndani ya mstari wa 4 ya Waefeso sura 4 tunasoma, mwili ni mmoja na roho mmoja, kama vile vile mlivyoitwa katika tumaini moja la mwito wenu. Amina. Ni hilo tumaini moja ambalo tunalochukua ndani yetu, huyo Bwana moja ambaye tunayemwamini, hizo ahadi moja ambazo tuliweza kusikia na tuliweza kupokea. Na wapendwa ndugu na dada, tuwe wazi sisi kwa sisi na tuweze kutumainia Bwana kwa maana atamaliza ndani yetu kazi njema ambayo aliyoanza kwa ajili ya siku ya ukombozi. Na mtu hatiache ndani yake kuweza kuota mzizi ya uchungu na asiweze kubaki nyuma kulingana na neno la Mungu, lakini sisi sote tuweze kuingizwa na Mungu au tuweze kuingiliwa ndani Mungu, na sote tuweze kuweka yote mbele ya miguu yake, naye ataweza kutufanya mwili mmoja na roho mmoja. Inaomba tuweze kupambanua mwili wa Kristo, na Paulo anasema ya kwamba kuna wengi walio wanyonge na wagonjwa, na kisha pia kuna wengi waliokufa kwa sababu hawakuweza kutambua mwili wa Bwana, kulingana na Wakorintho wa kwanza sura 11 mstari wa 13. Mwili wa Bwana, kama vile mwili uliweza kuhukumiwa ndani ya Kristo, ndani ya mwili wa mnyama yake hukumu iliweza kumpiga. Na wakati tunapoona mwili wa Bwana, na hapo tunaona kundi lokombolewa na damu, tunaona watu waliokombolewa, tunaona watoto wa Mungu. Hatuoni tena mtu kulingana na mwili, lakini kulingana yale ambayo Mungu aliyofanya. Mwili wa Bwana iko chini ya damu ya mwana kondoo, iko chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu ndani ya neno la Mungu. Na hapo sasa, kama tuna hiyo upambanuzi, kama tuna hiyo kutofautisha ndani ya mioyo yetu, na hivyo kama vile Mungu alivyotukubali na kutusamehe, na hivyo tunaamini ya kwamba Mungu aliweza kukubali na kusamehe dada yetu na ndugu yetu. Na hapo sasa hatutaweza hata kupima kose kwa vipimo viwili, au tuweza kupima watu kwa vipimo viwili. Mnajua ya kwamba watu, lakini unajua kwamba si vyepesi kuweza kupima kwa vipimo viwili. Namna gani kunapaswa kupima mambo kwa namna mbili tofauti, na watu hawezi kuleta haya kwa sababu hawezi kupata haya kwa sababu haitambui. Lakini mtambue kwamba wakati mtu anapokuwa anatupendeza, na hapo tunaona kwamba mambo yote iko, kwamba yote iko nzuri, yote iko vizuri. Na wakati mtu asipotupendeza, kama mtu atupendezi, sasa mambo yote inakuwa kwa namna nyingine, inakuwa kwa rangi nyingine, na hapo tunahukumu mambo kwa namna hiyo tofauti. Kweli au hapana? Tuwe wazi, sisi sote tungali wanadamu, lakini iko namna gani kuhusu neno? Mtu wa roho anahukumu mambo yote kwa namna njema, lakini mtu asiyeweza kumwelewa, kwa maana yeye anahukumu kwa namna njema, kulingana na Wakorintho wa kwanza sura 2 mstari 14. Na sasa kama Mungu atupatia neema ya kuweza kuwa wa kiroho haimaanishi kwamba kuweza kuacha mambo yote. Kuwa wa kiroho inamaanisha kuongozwa na Roho, ikitembea moja kwa moja na neno la Mungu. Amina. Na hapo sasa kuweza kusema kwa maneno ya ndugu Rus, kwa maana yale aliyosema iliweza kunigusa, na niweza kumwambia pia ya kwamba angepashwa kuomba ili Mungu aweze kutupatia karama ya upambanuzi. Na wakati napoweza kuikumbuka, aliweza kusema ya kwamba uko na karama hiyo, na niweza kurukaruka, nikasema ndani yangu mwenyewe mimi sina hiyo karama. Na kisha akanipatia jibu, karama ya upambanuzi iko ndani ya neno
inasema haki, na mambo haikatwe na kuweza kuhukumiwa kulingana na maoni yetu au na kutaka kwetu, lakini Mungu yeye aliweza kuweka hiyo kipimo, na hiyo kipimo iko katika neno lake, na katika hiyo ndiyo mambo yote inapimwa. Kama hisio kuwa inalingana neno hilo, ni kusema inakuwa ya uongo, na ni hivyo sasa hawezi kubadilisha neno. Tunapaswa sisi sote kujiweka chini ya neno hilo la Mungu pamoja na yote tuliyo nayo. Waefeso sura 4 mstari wa 5. Bwana moja, imani moja, ubatizo moja, mwili moja, mwili wa Bwana, Roho moja, Roho Mtakatifu, mwito moja, chini ya msingi ya mazoezi tunayochukua. Bwana mmoja, Mungu mmoja, aliye yote ndani ya yote, Mungu mmoja, Baba moja, naye ni Baba yetu, Baba ya wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote, na sio moja au wawili, ndani ya wote, na si ndani ya wawili au watatu, lakini ndani ya wote, wale wote walio wana. Mstari wa 6, aliye juu ya wote, juu ya yote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Kuna kosa nini sasa? Kama yeye ni Baba yetu, Baba ya wote, kama sasa iko ndani, kama iko juu ya yote, au kama iko juu ya sisi sote, na kama anaweza kujifunua juu yetu sisi sote, ni kitu gani kinaweza kukosekana sasa? Sasa swali ni hii: Mungu aliweza kufanya mambo na kisha na ili tuweze kuzuizwa tena na adui, na Mungu asiweze kufika kwa yale yanayompendeza, au tuweze kuwa na vikwazo tofauti kwenye njia yetu, au kuna kosa kitu fulani. Hiyo ya kwanza, mazoezi ya kwanza ya kwamba mtu anapaswa kuishi na kufanya mazoezi pamoja na Mungu ili aweze kuelewa ya kwamba hauwekake ya zamani ndani ya mpya, lakini Mungu anaweza kufanya mambo yote kuwa mapya. Niweza kusema mara nyingi, naamini ya kwamba mtu pia, hata mtu wa Mungu awe nabii au kitu kingine, wakati wote anapokuwa hapa duniani anabaki kuwa mwanadamu, lakini waliitwa miungu kwa sababu ya kiungu yalikuwa ndani yao. Hapa duniani akose kuliweza kuwa makosa, kuliweza kuwa mapungufu hapa na huko, lakini ndani yao walikuwa na mbegu ya kiungu iliyokuwa wazi, uzao wa kiungu ndani yao, ndani ya maisha yao. Walikuwa wakijua nani alikuwa amezungumzia, walikuwa wakijua ya kwamba Roho wa Mungu alikuwa juu yao, nao waliweza kutuachia yale ambayo Mungu alikuwa amewaambia. Na hapo sasa, hilo neno moja, huyo Roho mmoja anapaswa kuzaa hiyo uzima mmoja ndani yetu, na haiwezi kuwa tofauti na hiyo. Kila mbegu inapaswa kuzaa kulingana na aina yake. Na hapa tuna funzo letu. Kuna mwili mmoja, mwili wa Bwana. Kuna Roho mmoja, Roho Mtakatifu. Kuna Mungu mmoja, ni kusema Baba ya wote, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja. Na sasa kama tunaweza kufika katika hiyo mmoja wa kiungu, na sasa tunapaswa kujiweka chini ya Bwana au kunyenyekea chini ya Bwana, na tuweze kutambua na kuweza kuhesabia yote inayotoka kwa adui, yale yote inayotuzuiza, na tusiweze kuhesabia kwa mwanadamu, tusiweze kuhesabia kwa mwanadamu hata kamwe. Tunapaswa kufanya tofauti. Yote inayotuzuiza tuweze kuhesabia kwamba ni ya kutoka kwa adui. Yote nayo tupatia kiu ni ya Mungu, na hiyo nafsi yetu inalia, na Mungu aliweka ndani yetu njaa, na naamini ya kwamba Mungu ataweza kuimaliza. Tuweze kushika chini ya Mungu, na tuweze kuweka chini ya Mungu yote ambayo tuweze kuelewa kose, na tuweze kumtumainia. Kuna mambo mengi ndani ya maandiko matakatifu ambayo hatuelewake.
Mungu anasema na kuambia nabii Hosea ya kwamba kwenda na ukamate malaya na uzae naye na watoto. Yeye alikuwa ni nabii. Yeye alikuwa ni nabii. Na hapo hata tunatikisa kichwa na tunagusa kwenye macho yetu tunasema, Mungu anasema nini? Ndiyo, ni hivyo ndivyo alisema. Mweza kuisoma. Kuna mambo mengi katika maandiko matakatifu ambayo hakuna mtu mmoja katikati yetu anaweza kuelewa, lakini sio wewe, sio kwako wewe ndio Mungu anaweza kuiambia. Na hapo sasa, kama Mungu akwambia hivyo, hauna hitaji ya kuweza kuhusika na hiyo. Mungu alitaka ili aweze kuonyesha hiyo kama vile picha kwa yale iliyokuwa ikifanyika kwa wakati huo katikati ya watoto wa Israeli, kusema kutokuamini kwa taifa la Israeli au kutokuwa na uaminifu kwa taifa la Israeli. Na hapo sasa hataweza kukuambia wewe, hataweza kuniambia mimi, hataweza kuambia wewe, hataweza kuambia hata mtu mmoja, lakini atatafuta watu walio tayari kuweza kutenda yale aliyoweza kusema. Lakini Mungu alisema hivyo. Na kitu gani angeliweza kufanya tena? Utiifu unalipwa na Mungu. Tunarudia kwa hatua kwanza. Taifa la Israeli kuwa taifa la Mungu, taifa la Mungu. Na kwa sababu walikuwa hivyo, Mungu hakukuwa akihusika na yale ambayo mataifa mengine yalikuwa yakifanya, Waebuzi au Wafilistini au watu wengine wa dunia, au kuweza kusema kwa namna iliyo ya kuwa makali. Lakini Mungu alikuwa hahusike na hiyo. Alikuwa akihusika na kitu moja, na alikuwa akihusika na taifa la Israeli. Na hiyo ndio ilikuwa kazi yake. Na kazi yake ilikuwa ni taifa ambalo lilikuwa limechagua kupitia Abrahamu, Isaka na Yakobo. Aliweza kuacha wengine waweze kuua wengine, taifa lingine bila hata kuhusika na hiyo. Na aliweza kusema hivyo mwenyewe. Na alisema kwamba hiyo ilikuwa ifanyika katika wakati wa Esau, wakati ningepasha kusikia hiyo sauti ya ngombe. Mungu hakufurahishwa na hiyo. Na kose sio watu ambao wanaofika kwenye mema, na ambao kosa walikuwa hawatarishiwe neema na wokovu, walikuwa hawatarishiwe hiyo kwa ajili ya Mungu. Kwa ajili ya Mungu yale nayo sabilika, yale tio iliyokuwa mbegu yake ya kiungu. Mbegu ya kiungu yake ndio inasabiliwa mbele yake. Na Yesu alikuja kuokoa walio wake. Na maandiko matakatifu iko ndani yote njia. Na wengine wote wanaendea njia zao wenyewe. Na yale ambayo nitaka kusema ni hiki. Kama tuliweza kuonekana kwamba tunastahili katika siku hizi kuweza kusikia neno la Mungu, na kama mafundisho iliweza kuanguka juu yetu kama vile mvua, na kama tuliweza kupata mwongozo wetu, na hapo sasa sisi ni wanani? Kitu gani tunapaswa kufanya sasa? Tunapaswa kufanya kulingana na neno la Mungu. Tunapaswa kufanya yote kulingana na neno la Mungu, ili baraka ya Mungu iweze kuwa juu yetu, na ili kitu kinaweza kufanyika tuweze kufanyika ya kupendeza Mungu, ili Mungu aweze kutubariki. Mwazia kwamba kuna taifa la Mungu, taifa la Israeli, na pia kulikuwa mazabihu nyingi, lakini Bwana akasema ya kwamba akatazama na kusema ya kwamba zabihu ambazo mliweza kunitolea hazikuletwa kwangu, mulizitoa kwa wapagani na mapepo. Zabihu ambazo napasha kuniletea muzilete kwa mulango wa hema wa kusanyiko. Ni kusema mahali ambapo Mungu aliingia katika uhusiano pamoja na taifa lake, na alipoweka uhusiano, umoja na agano, na si mahali pengine hapa na huko. Mkumbuke mahubiri inayoitwa mahali ambapo Mungu alichagua kwa kuabudu, mahali, eneo na wakati, jina na namna ambayo mambo yanapaswa kufanyika. Na ni hapo ndipo anakusanyisha taifa lake, ni hapo ndipo anatoa agizo zake, na ni hapo ndipo anataka kufanya yale aliyoagiza, na sio mtu aweze kwenda huko katika njia yake, huko katika shamba lake, naweza kuleta huko na huko. Na kisha Bwana anasema Walawi 17 mstari wa 17, mstari wa 7, Walawi 17, wala hawakutoa tena zabihu zao kwa mbuzi dume. Na hiyo hakufanyika kwa utaratibu, na hiyo hakufanyika kwa utaratibu, na kwa sababu haikufanyika katika utaratibu wa Mungu, na hiyo ikakuwa kuabudu sanamu. Na tunaweza kwa nguvu zote tulio ndani yetu tunaweza kujiweka kwenye njia
ambayo Mungu anaweza kutuweka ndani na inayoongoza kwa Mungu, na hapo Mungu anaweza kutushika na anaweza kusema kwamba Bwana, kama hatuwezi kuonyesha njia kama tuweze kupata njia inayoongoza kwako, basi wewe mwenyewe uweze kupata njia inayoongoza kwetu, ili sasa tuweze kupata njia ya kuweza kufikia. Na hapo sasa tunaweza kushika hiyo kwa kilindi na kuweza kusema ya kwamba Bwana, sisi ni taifa lako. Tuliweza kufanya mambo mengi kulingana mapenzi yetu wenyewe, na hapo tunaweza kuingia katika Samueli ya kwamba kutotii ni kama vile kuabudu sanamu na kutotii kama vile kwa ulozi au uchawi. Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa 23. Ilikuwa ni nini? Mapenzi ya taifa la Israeli ilikuwa kama vile kuabudu sanamu. Hasa iko namna gani kulingana na mapenzi yangu? Iko namna gani kulingana na mapenzi yako? Ni namna gani kuhusu kazi yako na yangu ambayo sio lingana na neno la Mungu? Lakini Bwana anataka leo aweze kuzungumzia wale, anatafuta wale ambao wanaoweza kuheshimu kweli kweli neno lake, wanaoweza pia kumheshimu na wanaoheshimiana wao kwa wao. Na kose tuko na hali ambayo iliyo kama vile tabia yetu ya kuzaliwa ndani yetu sisi wenyewe, lakini kupitia tu kuzaliwa kwa kimwili, na tunakuwa na tabia ya kuweza kuhukumu wengine, lakini hatupendaki kujihukumu sisi wenyewe. Lakini Mungu atufanyie neema kweli kweli. Wakati mawazo kuhusu Yona aliweza kunijia kwenye roho, niweza kusema, Bwana, ninafanyaka yale uliyosema? Kweli ninaifanyaka kwa namna njema? Kweli ninaifanyaka kulingana na neno lako? Haihusu kuweza kufanya kitu fulani tu. Kila mtu anaweza kufanya kitu fulani leo, lakini ni mahali gani ambapo hakuna na mipangilio ya kizehebu? Na wakati wanapofanya mambo na mambo hayo inaonekana kama vile ni nzuri, na hiyo inaonekana kama vile taifa la Mungu, inaonekana kama vile mwili wa Bwana, mwili wa Bwana, kanisa moja, kanisa la Bwana, kweli moja, neno la Mungu Baba moja juu ya wote na kupitia wote na ndani ya wote. Hasa na tukosea nini sasa? Kama tunaweza kunyekeana sisi kwa sisi kama vile ninavyompendeza Mungu, na kama tunaweza kusema kwa Bwana ndani ya maombi mambo ambayo tunataka tuweze kuona ikibadilika, anaweza kuongoza mioyo. Wewe na mimi hatuwezi, na hatuna hata uwezo sisi wenyewe kuweza kuongoza mioyo yetu. Mioyo yetu sisi wenyewe inatupoteza. Mioyo yetu inatupoteza, lakini kuna mmoja anayepima mioyo na yote iliyo ndani yetu. Anajua yote inayokuwa ndani yetu. Hahukumu, hakatalake, lakini anataka ili tuweze kukubali kukosolewa. Anataka tuweze kuelewa ingine mara moja tu ya kwamba Mungu nasema kwa namna hii. Anataka ili kila mtu aweze kufuata njia yake mwenyewe, lakini si taifa lake. Lakini alikomboa taifa lake kwa bei kubwa, na taifa lake liko la damani sana kwa kiwango hawezi kuliacha kuweza kufuata njia yao wenyewe. Anatazamaka tu tunafanya nini kama vile inampendeza, na yote mpasha kufanyika kulingana na neno lake. Na hiyo ndiyo kamba nyekundu ambayo tunaweza kuona katika maandiko matakatifu. Basi Mungu atupatie wewe, mimi na kila mmoja katikati yetu kweli kweli neema ya kuweza kugeuka kwake kwa moyo wetu wote na kuweza kumwambia Bwana, tumefika katika hatua ya mwisho ya habari ya wokovu. Ulituhesabu kwamba tunastahili kuweza kusikia maneno yako. Ulitupatia neema ya kuweza kukubali kukosoa kote katika mafundisho. Basi tuwe tayari sasa ili tuweze kukubali kukosoaji iliyo lazima hata katika maisha ya kila mtu binafsi. Na naamini ya kwamba Mungu anakuwaka na nia njema kwa ajili yetu, hata kama anatuweka chini, lakini anafanya hivyo kwa ajili ya nia njema. Ana mpango mzuri kwa ajili yetu. Sisi kama vile wazazi wa dunia hii, mara nyingi tunakuwa na huzuni, na kesho tunakuwa na kuwa kama vile tunaregea au tunahuzunishwa sana kwa sababu hatuweza kufanya iliyo kuwa njema.
lakini Mungu yeye ni baba wa kweli, na yeye anajua namna gani inapaswa kufanyika. Tunataka tuweze kumshukuru na tunataka tuweze kuomba ili atusaidie tuweze kuvumiliana sisi kwa sisi kwa unyenyekevu, upole na uvumilivu katika upendo, kama vile inavyoandikwa hapa katika Waefeso. Mukiangalia sana kuchunga umoja wa roho katika kifungo cha salama, mstari wa 3 wa Efeso sura 4. Naamini ya kwamba katika mahubiri hali ya kanisa inasemea kwamba Mungu anaweza kuhuzunishwa sana, anaweza kuhuzunishwa na anaweza kwenda, lakini msamehe. Na kama anaweza kutoka ndani yetu na kwenda, kinabaki nini? Inabaki tu hanga ya nje. Tunaweza kuimba manyimbo hizo moja, tunaweza kurudia hiyo mambo mamoja, tunaweza kuheshimu hizo masharti zetu za zamani, lakini tutabaki nini? Ndugu Branham anasema siku moja kwamba kama Billy Graham anaweza kusema kwamba kama Bwana za kurudi, hizi kundi za kizehebu zitaendelea kufanya hata 100 hiyo mambo mamoja, na utaweza kutambua kwamba Bwana shaka rudia na ukosa shaka maliza mambo yote. Lakini Bwana aweze kufanyia neema ili uzima wake uweze kuonekana na taifa lake liweze kukusanyika kwenye miguu yake, wao kama vile mwili wa Bwana, na roho wa Bwana aweze kuja ndani yetu sisi wote, aweze kupenya ndani ya sisi wote, ili tuweze kuongozwa tukitembea kulingana na hatua zake. Na hiyo inaweza kufanyika kama watu wanaweza kujiacha kuongozwa na neno. Amina. Kusiwe mmoja katikati yetu anayeweza kufanya yale inayompendeza, lakini tuweze kufanya yale ambayo Mungu anatuagiza ndani ya neno lake. Mnajua kwamba makusanyiko ya weekend hii iko mbele yetu, na nani ambaye aliye chini ya kusukumwa sana kuliko mimi kuweza kuhubiri neno katika wakati huu? Iko kama vile usimamizi ambayo haijaweza kuwa kitu cha kuweza kuogopesha, cha kuweza kuleta hata huzuni. Lakini basi Bwana ndio tupatizia neema katika wakati huu. Basi nyimbo ambazo tunaweza kuimba iliweza kusema mambo hayo yote katika kipande cha 3 cha nyimbo. Nasema unipate mimi, unipime mimi, uweze kuona kama nachukua picha yako ndani yangu. Amina. Ninataka niweze kubaki mwaminifu kwako, niwe mtiifu siku kwa siku, mpaka niweze kugeuzwa kwa ujao kwa sura yako, mpaka niweze kutakaswa kwa ujao, niweze kutengenezwa kwa picha yako katika nafsi, roho na ndani ya mawazo. Utukufu kwa Mungu. Ni hitaji gani ambayo inayoweza kuamka mpaka kwa Mungu na inayoweza kutamkwa kupitia maneno? Kufanana na wewe kwa ujao, ndiyo hiyo itakuwa hivyo na inapaswa kuwa hivyo kweli kweli. Uliandika neno lako ndani ya moyo wangu, na mbele uweze kuona kwa ujao picha yako ndani ya bibi harusi, hawezi kunyakua malikia wako au bibi harusi wako. Amina. Haya ni maneno ambayo watu wanaweza kutamka, watu ambao walikuwa wakichukua mazoezi iliyo hai ndani yao kama vile wewe na mimi, na walikuwa wakijua ni kitu gani ambacho Mungu alichokuwa akishurutisha ndani ya neno lake. Tunataka nasi pia, hatutaki sisi kuweza kushurutishana sisi kwa sisi, lakini sisi wote tunataka tuweze kusimama mbele ya uso wa Mungu na kusema na kumwomba, Bwana, unataka niweze kufanya nini? Ni mahali gani kuna kukosa kitu fulani ndani yangu? Unisaidie, nifanyie neema. Mungu atafanya hivyo. Amina. Kumalizika kwa kanisa bibi harusi la Bwana itakuwa kama vile ilivyokuwa kwa mwanzo, moyo moja, nafsi moja, wakishikwa na upendo wa Mungu ambao ulioweza kufunuliwa kwenye msalaba. Na sisi sote tutaweza kutumikia Bwana na tutaweza kutumikiana sisi kwa sisi, na Bwana ataweza kujifunua
kupitia wote kwa ajili ya utukufu na sifa ya jina lako. Ndani ya maombi yetu tuweze kutakasia weekend hii kwa Bwana, ili aweze kufunua mapenzi yake na aweze kututayarisha kwa ndani, ili tuweze kufanya mapenzi yake. Amina, amina. Tuombe. Baba wa mbinguni, kwa moyo wote ninakushukuru kwa ajili ya neema yako Bwana. Nakushukuru kwa ajili ya uwepo wako, kwa ajili ya neno lako takatifu na la damani, kwa ajili ya upendo wako, kwa ajili ya neema yako na kwa ajili ya rehema yako kwa ajili yetu. Bwana mwaminifu, ni ombi letu la sisi sote pamoja ni kwamba uweze kufikia kwa yale inayokupendeza ndani ya kanisa, mwili moja, mwili wa Bwana ambao sisi ni viungo vyake, roho moja, roho Mtakatifu ambaye anayetuingiza katika mwili huo, Mungu moja na Baba yetu sisi sote, ndani ya wote na kupitia wote. Bwana mpendwa, basi hayo yaweze kuwa hivyo, ili uweze kuagiza roho umoja, uagize umoja kwa roho kwa wakati, na ingine maroho zote ziweze kwenda mbali. Bwana mpendwa, agiza hiyo kwa ajili ya taifa lako, kwa maana ulilikomboa kupitia damu yako ya damani na takatifu kwenye msalaba wa Golgota. Bwana, funua ushindi wako jioni hii. Ninakuomba kitu moja, unipatie na kila mmoja wetu binafsi, ili aweze kuja mbele ya uso wako, na kusiwe mtu anayeweza kutazama mwingine na kuwaza mwingine, lakini kila mtu aweze kuonekana mbele yako na akuombe, nifanyie neema, nifanyie rehema, unionyeshe yale ninayokosa, unionyeshe yale ninayokosa na unisaidie Bwana. Kama ungeliweza kutupatia kila mtu katikati yetu hali kama hiyo, na kama tunaweza si sote kuonekana mbele yako kwa kiwango, unaweza kutembelea kila mmoja katikati yetu, kwa maana ulizungumza kwa kila mtu binafsi, na ni hivyo ndivyo pia tunakuja kwako kwa namna ya kila mtu binafsi. Wakati napohusu baraka tunaombeaka sisi sote, lakini wakati napohusu majaribu kila mtu ajipime yeye mwenyewe. Mungu mwaminifu, nipatie uwezo wa kuweza kupambanua mambo yote chini ya msingi wa neno lako, yote iliyo njema, ili makusanyiko ya kiungu yaweze kuwa makusanyiko ya kiungu, na ili tuweze kukaa kwenye meza ya Bwana, ili tuweze kushiba mema ya utajiri ya nyumba yake. Bwana mwaminifu, Mungu mwaminifu, bariki makusanyiko ya weekend hii Bwana. Mimi niko wa zamani sana, lakini tunakuomba sote pamoja utufanyie neema. Toa neno lako pamoja na upako na uongozi wa Roho Mtakatifu wako. Funua mapenzi yako sasa katika wakati huu, o Mungu uliye mbinguni. Uliacha mataifa zote kufanya yale wanayotaka, lakini taifa lako hapana. Unaacha makanisa zote wafanye yale wanayotaka, lakini si kanisa lako. Ulisema ya kwamba ni kanisa lako na utaimaliza katika siku ya ukombozi ya kurudi kwako. Tunaweka yote chini,
tunajiweka sisi sote pamoja chini ya ulinzi wa damu ya damani yako, na tunataka tuweze kupambanua mateso yako. Bwana mwaminifu, tufanyie neema katika jina la Yesu Kristo. Amina, amina.